Katika mwaka wa fedha 2024/25 halmashauri ilivuka namba K jumla ya bilioni 1.6 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ambapo mapato ya ndani yalikuwa bilioni 65.3, serikali kuu ilikuwa bilioni 61 na wadau wa maendeleo walikuwa bilioni 1.1, na hadi kufikia Juni 30 jumla ya bilioni 1.6 zimetumika sawa na 99 fedha iliyokuwa imevuka mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, namba 3.2 mapokezi ya matumizi ya fedha za miradi ya maendeleo kwa mwaka 2025/26. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/26 halmashauri iliidhinishwa kukusanya na kupokea jumla ya bilioni 12.9 kwa ajili ya kutekeleza miradi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo, kiasi cha bilioni 6.4 ni fedha za serikali kuu, bilioni 5.04 ni fedha ya wadau hisani, na kiasi bilioni 1.4 ni mapato yetu ya ndani ambapo 60% ya mapato yetu. Na hadi kufikia Juni 30 bilioni 8.9 ilipokelewa sawa na 69% ya bajeti ya fedha za miradi ya maendeleo. Na kati ya fedha hizo mapato ya ndani bilioni 1.4 ambapo bila kiasi chote cha 100% kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Fedha serikali kuu ilikuwa bilioni 6.2 sawa na 97% ya bajeti ya wadau mbalimbali, ilikuwa bilioni 1.2 sawa na 25% ya bajeti ya fedha za wahisani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 26/27 halmashauri ya Bukoba imeidhinishwa kukusanya na kupokea bilioni 53.8 kutoka katika vyanzo mbalimbali vya mapato, ikiwa mapato ya ndani, ruzuku kutoka serikali kuu pamoja na fedha kutoka wahisani wa maendeleo, mgawanyiko kama unavyoonekana hapo chini. Mheshimiwa Mwenyekiti, vyanzo vya mapato ya ndani kuna bilioni 3 mapato halisi 0.7 na makisio yetu yatakuwa ndo hayo, na ruzuku zimekuwa na bilioni 41, alafu na miradi ya maendeleo ni bilioni 7.2 na jumla bilioni 53. Mheshimiwa Mwenyekiti, mchanganuo wa miradi hiyo itaonekana hapo chini, tunabadilisha kile mliona, taangalia miradi gani itatekelezwa na kazi itatekelezwa katika kata yake. Bilioni 1 na point. Bilioni 1 na point. Sikuitaja mwanzoni. Na pointi 2 na kitu ziko kwa wananchi. Ni mikopo bila riba, lakini kutoka mapato ya ndani. Kweli tunasonga mbele. Wengine wote maafisa wote nawashukuru sana wote. Kero zilizopo ni hizo ndogo ndogo, lazima kero ziwepo, ndio maana tupo. Zikiisha hatuwezi kutana. Kwa kero zile kuwepo tunatatua zinakuja tunatatua. Isipokuwa bahati mbaya mtu leo ajaja tena, baadaye atakuwa amepata dharura. Wale mliokuwa mmesubiri kupata majibu ya vijiji vimetumwa huko kwenye simu ambayo vitongoji vitakapopata umeme. Kwa hivyo angalia kwenye simu yako, kama hujaweka data, weka data, viko kwa upande huo, utaona kama umo au haumo, halafu baraza lijalo utaleta tena changamoto, tuendelee kutatua. Kwa sababu taarifa tulionayo ya serikali kuu kutoka kwa rais wetu mpendwa, anasema kufika 30 vitongoji vyote na maeneo mengine yote yatakuwa yanawaka umeme. Kwa ni swala la muda, ni swala la kusubiri, ni swala la kuendelea kumwombea mama yetu atulie vizuri kwenye kiti chake. Nina uhakika na sisi kwa sababu tuko naye na mpaka 30 kama alivyotuahidi, tusubiri, tutakuwa tumewasha umeme. Mungu akitupa afya wote tunarudi kwenye mjengo, kwa sababu kazi itakuwa imetekelezwa. Kwa hiyo tuendelee na subira. Kama utajiona humo kwa sasa hivi, basi subiri, kwa sababu mpango wa serikali ni mpaka 30 sio tumewasha umeme kote. Endelee kusii sana na halmashauri yako kwa kupitia mapato ya ndani, pia tuendelee kujipanga pia kwenye baadhi ya maeneo ya kupunguza hizo kero zingine zinazoweza kutekelezeka, lakini zile ambazo zitahitaji kupata fedha za serikali kuu pia tutaendelea kuwaomba na wenyewe tuletee tuweze kutatua katika maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi niendelee kushukuru sana, lakini pia kama ulivyosema na alivyosema jambo Alhaji pale Mheshimiwa diwani wa Katoro, pia ni kweli kwamba kuna wakulima kadhaa wameshapeleka kahawa kwenye AMCOS zao na mpaka sasa pia wengine hawajapata fedha. Na pia jana mimi nikiwa kwenye baraza hapa nilipata message inayosema changamoto, tumeuza kahawa kwa AMCOS, sasa mwezi hatujalipwa, tufanyeje wakulima? Sasa nilipata message ya namna hiyo katika namba ambayo mimi simjui, lakini mimi nikamuuliza pia AMCOS gani na wewe ni nani? Sasa bado hajanipa jibu zuri sana hapa la kuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo pamoja na hichi ambacho nimekipata cha
Mheshimiwa Alhaji hapa wa Katoro. Nilivyoliulizia nikaambiwa kwamba ilikuwa kuna shida ya bei. Inaitwa bei kinga, sio bei kinga bei. Kulikuwa kuna jambo, lakini sasa wanasema wameliweka sawa na kuanzia sasa watu wataanza kulipwa fedha zao. Walichoniambia leo. Kwa mimi Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nilishughulikiwa kwa maana ya leo. Kwa sababu tunaweza tukalishughulikia kwa ujumla wake, lakini yako maeneo specific ambako kuna zile AMCOS ambazo watu wana madeni mbalimbali katika hizo AMCOS zao. Ili kama sio ya AMCOS zote, hizo AMCOS ziweze kushughulikia. Asante. Naitwa Julius Ruemam, diwani wa kata ya Rubale. Nashukuru kwa sababu kwa siku ya leo tulikuwa na kikao cha baraza ambacho ni kikao cha robo ya 4 ya mwaka ambacho kimejikita katika kupitia taarifa mbalimbali, taarifa za utekelezaji za kamati, lakini pia na mambo mengine ambayo yanahusu halmashauri yetu ya wilaya ya Bukoba. Lakini kwanza nimshukuru mkuu wetu wa wilaya, ametoa ufafanuzi na jambo lililongelea. Amesema vyombo vyote ambavyo vinahusika katika ukusanyaji wa mapato ataenda kukaa navyo na itakuwa ni rafiki katika ukusanyaji wa mapato, kwa sababu lakini pia hata ukirudi katika elimu ya hao watu wa TRA, kuna kitu kinaitwa TRA rafiki, na wenyewe katika ukusanyaji wa mapato kwa njia ya biashara na nini, kuna ule urafiki ambao unatakiwa uwepo. Kwa yeye amesema wanaenda kulifanyia kazi, na mimi kwa kweli kwa upande wangu nimeridhika na majibu ya mkuu wetu wa wilaya aliyoyatoa kwamba ataenda kukaa. Inawezekana katika taratibu anazozitumia kuna baadhi ya taratibu zilishapitwa na wakati, na akasema kitu ambacho kimenifurahisha zaidi kwamba kwenye vikao vinavyokuja atajaribu kuita wadau mbalimbali na kutushirikisha pia madiwani ili tuweze kuangalia, je, zile sheria zinazotumika na sasa hivi, je, ni kinzani, je, zinawasaidia, au je, ni zile za zamani au ni mpya. Basi ndo na mimi nikaridhika na hayo majibu, lakini pia nikafurahishwa pia na majibu yake, na nikaona kabisa hapa tunaenda kupata mwanga kwa ajili ya kuwatetea wananchi wetu wote wa Rubale pamoja na wananchi wa halmashauri ya wilaya ya Bukoba.